sababu tuliona msingi wa mafundisho ambayo tunayaendeleza ni kujaribu kutafakari yale ambayo Mungu hataki tuweze kuachana nayo, na tukaweza kuona ya kwamba katika Biblia kitabu cha Danieli 7 tuliweza kuona ya kwamba kina mafundisho ya kipekee sana, na mojawapo ya jambo ambalo tunaangalia ni dhambi ambazo Babiloni waliweza kufanya, yakafanya Babiloni kuondolewa katika utawala. Na hapo ndipo andiko linasema wazi ya kwamba hakika macho ya Bwana Mwenyezi, hiyo ni kitabu cha Amosi 9 mstari wa 8, inasema hakika macho ya Bwana Mwenyezi yako juu ya ufalme wenye dhambi, nami nitauangamiza kutoka kwenye uso wa dunia. Tukaweza kuona ya kwamba ufalme ulipokuwa unatenda dhambi, Bwana aliwahesabia madakika na wakaweza kumalizwa. Jana tuliweza kuona ya kwamba Babiloni mfalme wake peke yake ambaye alikuwa anajulikana kama Nebukadneza alifanya dhambi iliyopelekea yeye kuondolewa katika utawala wake, na Biblia inasema ya kwamba akala nyasi miaka 7. Tuliweza kuuliza Biblia, ni dhambi gani hii ambayo mtu aliyekuwa anaitwa Nebukadneza alifanya? Tukaona Biblia ikisema wazi ya kwamba ni dhambi ya kiburi, na tukaweza kuona ya kwamba chimbuko la mwanzilishi wa kiburi tuliweza kuona ni Shetani. Pale mbinguni kuna aina zaidi ya 3 malaika, aina 3. Malaika wa kwanza wanaitwa maserafi, aina ya pili ya malaika wanaitwa makerubi, na wengine ambao Biblia inawataja wale ambao walileta ujumbe ya kwamba Kristo asazaliwa, pia wao ni aina za malaika. Wapendwa wetu wasikilizaji, aina ya kerubi ndiye aliyekuwa kiongozi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Shetani, alikuwa anaitwa Lucifer, na yule Lucifer hapo alipatikana na dhambi ya kiburi. Na basi ndipo tuliweza kuangalia tukaona ya kwamba katika Biblia inasema ya kwamba kama kuna dhambi ambao sisi kama watoto wa Mungu tunapaswa kuepukana nayo siku za leo, ni dhambi iliyo na mahusiano na kiburi. Kiburi ni kitu kibaya sana, maana ndicho kimefanya dunia yetu ianguke mahali ambapo imefikia. Na tukaona ya kwamba kiburi kinaweza kikawa ya kwamba kinajitokeza katika hali hata ya maisha yako, hali ya matembezi, hali ya maisha yako unayoishi. Wengine wanaishi maisha si maisha mazuri kwa sababu ya kitu kinaitwa kiburi. Wanaishi maisha ya kujaribu hata mili yao. Sababu namba 1 ni kwa sababu ya kitu kinaitwa kiburi. Tukaona wengine wanajaribu hata mili yao kwa kujaribu kuweza kutengeneza mili yao waweze kunenepa katika mili yao, na kumbe bado ni kiburi. Tukaona katika Biblia inakataza watu kuvalia nguo zinazoonyesha uchi wao, na tukataka kuuliza, tukauliza inawezekana ikawa ya kwamba ni nini hiki ambacho kinachangia wasichana wetu, vijana wetu waweze kuvalia vibaya? Tukaona ni kitu kinaitwa pride. Pride ni dhambi kubwa sana, dhambi kubwa sana. Dhambi ya pride ndio inafanyanga mwanaume ambaye anapoendelea kuwa aidha na pesa, hata wengine wanakuwa ya kwamba amefanikiwa na masomo, anaanza kuzini na wasichana wadogo. Kitu kinaitwa pride ni kibaya sana, maana ndio taona ya kwamba wanaume wanalinga. Unaona sasa, hata wengine huko kwetu walikuwa wanawekeana pesa, wanasema wewe uweze ukaongea na huyo msichana akakukubali, basi wanawekeana pesa, na basi atakaye wini anakuwa na kiburi kwa sababu ameweza kuini msichana wa mtu. Tukaona ya kwamba dhambi inapelekea watoto wetu watembee uchi katika kutembea wengine, na tukaona Biblia ikisema wazi ya kwamba tunapaswa kuepukana na tabia kama hizi. Na tukaona ya kwamba dunia ya leo inavutia, lakini inavutia katika upande wa kishetani. Yaani dunia pahali inaelekea ikiharibika pole. Watoto wetu ambao walipaswa kutii wazazi wao kwa kuonyesha heshima katika mavazi zao,
wanavutwa katika kidunia na wanakaa vibaya. Tukaona biashara ambayo inanoga siku za leo ni ya mapambo. Ukiangalia katika Biblia tukaona ikikataa mwanadamu kujaribu kujiharibu mwili aliyopewa na Mungu. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi, tutarudia hilo fungu msomaji wangu. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi unaposoma 19 na mstari wa 28, kampuni ambayo imetajirisha sana katika dunia ni hali ya mapambo. Lakini katika hayo mapambo wengine wameingilia mpaka miili yao, wanajichanja chale katika miili yao. Soma andiko msomaji wangu. Inasema hivi. Ndio. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu. Twende. Kwa ajili ya wafu. Ndio. Wala msiandike alama miilini mwenu. Wala msiandike alama miilini yenu. Vijana wa leo hata na by the way, wacha niseme wazi, mimi nimewahi kutana na kijana baada ya kuchorwa tattoo. Yaani huyo jamaa anapaka mafuta na anawashwa kweli kweli. Sasa nikamuuliza, jameni, hii kazi yote ya kuchorwa tattoo ni kazi gani unataka? Yaani ni nini unapata, ni faida gani? Yaani ukiangalia unaona ni kitu kinaitwa pride. Kitu kinaitwa pride ni kitu mbaya sana. Na hapa wapendwa wetu tukaweza kuona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba sisi kama watoto wa Mungu tunaomngoja Kristo arudi mara ya pili, tunapaswa kuchukua tabia ya Mungu, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Tuone katika kitabu cha Mambo ya Walawi 11 unapoangalia mstari wa 44, maandiko inasema kama wewe unataka kuwa mtoto wa Mungu, kama wewe unataka kuwa wewe ni mfuasi wa Kristo, unapaswa kuelewa huyo Mungu anayekuita ni mtakatifu. Soma andiko msomaji wangu. Kwa kuwa mimi ni Bwana. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Mungu wenu. Takaseni nafsi zenu basi. Takaseni nafsi zenu basi. Iweni watakatifu. Iweni watakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa kuwa Mungu anayekuita ni mtakatifu. Lakini msitie uchafu nafsini wenu. Asante. Maandiko inasema ya kwamba utusijitie unajisi katika nafsi zetu, kwa sababu Mungu aliyetuita ni mtakatifu. Na tukaona ya kwamba shida hii yote inatokea kwa sababu sisi kama wachungaji, badala ya kuhubiri tabia ya watu wabadilike, tunahubiria watu mambo na sadaka. Sisemi sadaka ni mbaya, japokuwa imechukuliwa kama ni kitega uchumi kwa watu wengi sana. Badala wahubiri dhambi, wanahubiri mambo na utoaji peke yake. Unaposoma katika kitabu msomaji wangu, kimbia katika kitabu cha Petero wa kwanza 1 mstari wa 6. Yaani naweza kuelewa kwamba Mungu aliyekuita wewe mpendwa, wacha kufuata tabia mbaya kama wewe ni mtu mnayemtafuta Mungu wa kweli. Soma andiko msomaji wangu 1:16 kitabu cha Petero wa kwanza 16 inasema. Ndio. Kwa maana imeandikwa. Mtakuwa watakatifu. Mtakuwa watakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa kuwa Mungu wa mbinguni ni mtakatifu. Ndio maana unaona wana wa Israeli wakaambiwa na Musa wajitakase siku 3 wakakutane na Mungu pale katika mlima wa Sinai. Biblia inasema ya kwamba wao walioga mwili wakakaa wakidhani ya kwamba Mungu jinsi alivyo. Lakini tunapozungumzia utakatifu, wapendwa, ni utakatifu wa rohoni. Huo utakatifu wa rohoni unaonekana hata katika mavazi. Wapendwa wetu, unaweza ukasema huyu ni kondakta kwa sababu ya mavazi anayovaa. Unaweza ukasema huyu ni askari kwa uniform ambayo amevaa. Unaweza ukasema huyu ni KDF kwa mavazi unayoona, hata gari yake inakutambulisha huyo ni mtu wa aina gani. Unapoingia pale hospitali, utaki kuuliza daktari ni nani, kwa sababu mavazi inatangaza. Kwa hivyo tunapoona ya kwamba katika siku za leo watu wanavaa vibaya, watu wanakaa vile wanataka, maandiko yanaonyesha wazi ya kwamba huo ni uchafu, na Mungu anataka kuweza kuwa wasafi. Hapo ndipo tuliweza kumalizia na tukasema ya kwamba, na ni kawaida ya kwamba siku ya leo tutaweza kuangalia dhambi ambayo ilikuwa ni mbaya sana. Nataka usikize hapo na unielewe vizuri. Tunataka tuweze kuangalia ambao
dhambi ambayo Babeloni hawangeweza kusimamisha ufalme wao kama wangalidumu katika hilo jambo. Lakini Mungu akiwa pale aliweza kudhihirisha jambo hilo kweli ni mbaya. Jambo hili wapendo wetu ndilo lilichangia jamaa aliyekuwa anaitwa Shadrach, Meshaki na Abednego waweze kuandaliwa moto. Msomaji wangu, Naam. inaitwa dhambi ya ibada ya sanamu. Ilikuwa inapelekewa ama ilikuwa inaendelea waziwazi katika miji ya Babeloni. Tuende katika kitabu cha Danieli 3 tuangalie mstari wa kwanza. Walikuwa wanatangaza kama sherehe kuabudu sanamu. Sikia hii andiko msomaji wangu. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Yaani Nebukadneza akafanya sanamu sio rahisi ya dhahabu. Ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60. Ndio. Na upana wake dhiraa 6. Asante msomaji wangu. Nataka uweze kuvutiwa na jambo ambalo tunaliona pale kwa skrini. Unaposoma Danieli 2 utaona Nebukadneza akiambiwa wewe ndiye kichwa cha dhahabu. Na tukaona ya kwamba akaambia kwamba lakini hata kama wewe ni kichwa cha dhahabu, ufalme wako utaondolewa na utakuja ufalme mwingine mdogo. Na maandiko ikasema ya kwamba ufalme wa Medo na Persia uliofananishwa na fedha akateremshwa hivyo. Sasa Nebukadneza ni mtu wa kwanza kupinga neno la Bwana, akasema ya kwamba mimi sio kitu cha kuondolewa katika utawala wangu. Akatengeneza sanamu ya dhahabu tupu na akasema ya kwamba tangazo iwekwe katika dunia yote, watu waweze kuabudu ufalme wake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Nebukadneza akatengeneza sanamu ya dhahabu tupu iliyofanana na ndoto aliyoona, akapinga ndoto la Mungu kwamba hakuna historia ya dunia na kuisha kwa dunia. Akatengeneza ufalme wake utadumu kuanzia ulipoanza na kumalizia katika dunia yote, ndio utaweza kusimama. Hapo ndipo tunaona ya kwamba tangazo likawekwa. Lakini maandiko unaposoma hadithi ile tunaona ya kwamba kulisimama watu vijana watatu waliokuwa wamesoma amri za Bwana. Watu hao walijulikana kama Shadrach, Meshaki na Abednego. Wakasema hata utengeneza moto wa kiasi gani, mimi wao hawataweza kuabudu, maana walikuwa wamesoma amri ya pili. Kwani amri ya pili inasemanga namna gani? Unaposoma katika kitabu cha Kutoka ndio inaitwa kumbukumbu, yani inaitwa Exodus na Kiingereza. Katika kitabu cha Exodus 20 na mstari wa 4, maandiko matakatifu wapendwa wetu wasikilizaji, sikia vile yanasema kuhusiana na amri za Mungu. Tuende kwa andiko msomaji. Kitabu ni Kutoka 20 aya 4 inasema hivi. Ndio. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mungu alikuwa amesema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Telemuka. Wala kilicho majini chini ya dunia. Twende. Usivisujudie wala kuvitumikia. Nataka wasikizi hapo sana, maana tukirudi hapo watu wengi sana huwa wanasema ya kwamba pengine kanisa la SDA huwa linaingilia dini za watu. Nataka waweze kunielewa vizuri sana. Hii si amri ya kanisa. Ni amri ambayo iko katika amri za Mungu 10. Amri hizi 10 zinakubalika na makanisa ya Ukristo. Wanajua kwamba Mungu alipeana amri 10 na ziliandikwa na chanda cha Mungu mwenyewe. Katika amri ya pili ndio maana Biblia inasema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni, kilicho chini ya maji. Maandiko inasema ya kwamba usivisujudie wala kuvitumikia. Wapendwa wetu wasikilizaji, maandiko inasema ya kwamba nami nitapatiliza maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami nitawarehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Wapendwa wetu wasikilizaji, nataka tuweze kusoma, tuweze kuona ya kwamba amri inayohusiana na sanamu maandiko matakatifu yanakataa kweli kweli. Kitabu gani ambao kinaonyesha wazi ya kwamba sanamu inakataliwa? Swali ambalo tunapaswa tuweze kujiuliza, kwani sanamu inakaa namna gani? Tupe andiko, kitabu cha Deuteronomy 4 unaposoma mstari wa 16
inatuonyesha sanamu inakaa namna gani. Ili wewe mtu wa Mungu ambaye unataka kwenda mbinguni, epuka sanamu kama ukoma, epuka sanamu kama ukimwi, epuka sanamu na njia zote zile ambazo utaweza kuepuka, maana Mungu anachukia sanamu. Hata kama siku za leo watu wanadhani ya kwamba sanamu sio shida. Soma andiko msomaji wangu. Msije mkajiharibu nafsi zenu, ndio, mkajifanyia sanamu ya kuchonga, ndio, mfano wa sura yoyote, mfano wa sura yoyote, mfano wa wanaume. Soma vizuri msomaji. Mfano wa mwanamume, mfano wa mwanaume au mwanamke, au mwanamke. Kwa hivyo Biblia inasema wazi, wapendo wetu, msije mkajiharibu nafsini zenu. Asante. Ulimi haina mfupa, especially yangu. Sikiza. Usije ukajiharibu nafsini mwenu, mkajifanyia sanamu mfano wa mwanaume ama mfano wa nani? Wa mwanamke. Lakini wapendo wetu, acha niwaambie waziwazi, sanamu siku za leo, yani watu hawaoni ikiwa na shida. Tuende katika kitabu cha Mambo ya Walawi 26 mstari wa kwanza. Nataka uweze kuelewa kwamba amri hii ilitiliwa mkazo sana katika maandiko, Agano Jipya na hata Agano la Kale ilitiliwa mkazo sana. Soma andiko msomaji wangu. Matendo, yaani tumesema kitabu cha Mambo ya Walawi 26 mstari wa ngapi? Mstari wa kwanza. Maandiko inasema namna gani? Twende. Msifanye sanamu yoyote, ndio, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, ndio, wala munara, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu, ili kulisujudia. Tuenda mstari wa 30 hapo msomaji wangu. Mstari wa 30. Naam. Ili weze kuelewa kwamba amri za Mungu zimeweza kuvamiwa na bila Wakristo kujua ya kwamba kuna shida iliyotoka Ubabiloni na bado inaendelea kudhihirika kwa Wakristo bila wao kujua, kana kwamba Mungu anakasirika akiwa mbinguni. Nataka nikwambie wazi, Biblia haijawahi kosea. Soma andiko msomaji wangu. Nami nitapaharibu mahali penu palipoinuka. Biblia inasema ya kwamba nitapaharibu mahali penu palipoinuka, na kuziangusha sanamu zenu za jua, nami nitaitupa mizoga yenu juu ya mizoga ya sanamu zenu. Sikiza ya kwamba Mungu anasema ya kwamba atatupa mizoga yetu juu ya masanamu ambayo tunaabudu. Wapendwa wetu wasikilizaji, jambo hili ni jambo hatari sana kwetu kama Wakristo. Tuende katika Agano Jipya sasa msomaji wangu. Agano Jipya, tuende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5:11. Wakorintho wa kwanza 5:11. Maandiko, wapendwa wetu, acha nikwambie, kama kuna kitu Mkristo anapaswa kuepukana nayo ni kitu kinaitwa sanamu. Kabisa, epuka vile inawezekana. Hata kama inawekwa na dini, hata kama inawekwa na waidu ama inawekwa na nani, epuka sanamu. Maandiko yanasema hivyo. Soma hiyo andiko msomaji. Si usome 5:11 Wakorintho wa kwanza. Inasema namna gani? Lakini mambo yalivyo, si usome msomaji. Lakini mambo yalivyo nawaandikia ya kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu. Musije mkachangamana na mtu ambaye anaitwa ndugu, akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani. Hebu sikiza dhambi ambazo Paulo anasema ya kwamba kanisa lisichangamane ndani. Asiwe mzinzi au mtu mwenye kutamani wake za watu hapo, Teremka na andiko msomaji. Au mwenye kuabudu sanamu, au mtu ambaye anaabudu sanamu. Yaani iko na maana hivi, dhambi ya uzinzi na sanamu ni vitu ambazo zinaandamana, ama mtu ambaye ako na roho ya kutamani wake za watu. Maandiko inasema ya kwamba usichangamane pale katika kanisa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 7. Sikiza
tunasoma Agano Jipya. Tumetoka Agano la Kale, tukaona amri ya Mungu ilisimama mpaka Shadraka, Meshaki na Abednego wakakataa kuinamia hizo sanamu. Lakini wapendo wetu, tabia ya Wababiloni imeingia kimya kimya katika Ukristo bila Wakristo kujua, na tutapotea kama hatutatubu hizi dhambi, wapendo wetu wasikilizaji. Na nataka nikwambia kwamba shetani huwa anaingia katika akili za watu, anaanza kusema ya kwamba angalieni wa Sabato vile wanashambulia makanisa ya watu, bila kujua ya kwamba hiyo ni dhambi ambayo inaendelea kimya kimya katika Ukristo. Na nataka niwaambie waziwazi, wazungu wanatuuzia biashara hii ya sanamu bila sisi kujua. Pesa za Waafrika zinaenda kwa wazungu wakiuza sanamu kana kwamba ni ibada ya kweli. Soma andiko msomaji wangu. Inasema hivi. Ndio. Msomaji bwana. Wala msiwe waabudu sanamu. Wala msiwe waabudu sanamu. Kama wengine wao walivyokuwa. Kama wengine wao walivyokuwa. Yaani Wakristo wa Agano Jipya, Mungu anasema ya kwamba tusiwe waabudu sanamu kama wengine walivyokuwa. Twende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10, angalia mstari wa 14. Maandiko yatuambie vile yanataka tuweze kukaa kama Wakristo wa kizazi cha leo. Nasema namna gani msomaji wangu? Kwa ajili ya hayo, wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Ikimbieni ibada ya sanamu. Rudia tena andiko hilo msomaji wangu. Kwa ajili ya hayo, yani wewe kama unataka kuwa Mkristo mkamilifu, mtu ambaye anaenda safari ya mbinguni, mkiwa mnapatana na Mungu, anasema ya kwamba kwa ajili ya hayo, wapenzi wangu, ndio ikimbieni ibada ya sanamu. Ikimbie, yani kukimbia msomaji wangu, hiyo ni neno ambalo lilitumika katika wakati mtu aliyekuwa alikuwa anaitwa namna gani huyu jamaa ambaye katika Potifa aliweza kuishi pale, Yusufu. Biblia inasema ya wazi ya kwamba alikimbia alipoona dhambi ya zinaa. Dhambi ya pili ambayo unaambiwa ukimbie ni dhambi ya ibada ya sanamu. Mungu anasema ya kwamba ukimbie. 12 mstari wa kwanza msomaji wangu, kama mstari wa pili pale kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa pili. Nataka nikwambie wapendo wetu, Wakristo wasipojiepusha na sanamu watapotea bila wao kujua, hata kama itakuwa ni rafiki namna gani. Ni vizuri kuweza kuepukana na sanamu. Soma andiko msomaji wangu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa. Mwajua ya kwamba mlipokuwa watu wa mataifa. Mkachukuliwa kufuata sanamu zisizonena. Hebu sikiza, mnajua ya kwamba, rudia hilo andiko tena msomaji wangu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa. Mwajua ya kwamba mlipokuwa watu wa mataifa. Mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena. Mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena. Unaona sasa? Kama mlivyoongozwa. Na ndio maana wapendwa wetu wasikilizaji, mimi nalaumu viongozi wa dini sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu inapofika ya kwamba kiasi ya kwamba kanisa linafika mahali linaweka sanamu katika maisha ya ibada zao, na Biblia inasimama ya kwamba wasifanye. Mimi ninaona pale ukweli tunapaswa kutubu dhambi hizo kama viongozi wale ambao tunaongoza watu ambao hawana hatia, wao ni vile wanavyoongozwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Paulo alikisia akasema ya kwamba dhambi hii ya sanamu ni kulingana na vile watoto wadogo wanaongozwa, vile vijana wanaongozwa, vile wazee wanaongozwa. Uongozi ndio mbaya, na ndio maana Mungu akasema ya kwamba alipotaka watu wakae katika barabara nzuri, mhubiri wa kweli anapaswa kufanya namna gani? Malaki 2 mstari wa 7. Hebu sikiza wapendo wetu, mhubiri, mtu wa Mungu ambaye ni mhubiri mkamilifu anapaswa kufichulia watu ukweli wa maandiko jinsi ulivyo. Malaki 2 soma mstari wa 7 msomaji wangu. Kwa maana yawapasa midomo ya makuhani. Kwa maana yapaswa midomo ya makuhani hifadhi maarifa. Jambo la kwanza, hifadhi maarifa. Tena yawapasa watu kuitafuta sheria. Tena yapaswa midomoni mwa wachungaji tutafute nini? Sheria. Ndio.
kinywani mwake. Kinywani mwa wachungaji tunapaswa kutafuta sheria, Kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana. kwa kuwa yeye ni mjumbe wa nani? Wa Bwana. Lakini leo ndio wanasimama na kusema ya kwamba sisi hatuko chini ya nini? Ya sheria. Yaani wanafanya sheria za dunia zivunjwe wazi wazi. Mimi nimekutana na watu wengi sana wakasema, kanitha wa SDA, ujaja watho, ndoe Yesu, sijui nini. Wacha nikuulize, unaweza ukajua Yesu bila kushika sheria zake? Yohana wa kwanza 2 mstari wa 4, msomaji wangu. Uwezi ukakiri ya kwamba wewe ni Mkristo iliyali amri za Bwana 10 zinapotajwa unapingana nazo. Yohana wa kwanza 2 mstari wa 4. Wewe Mkristo unayekiri ya kwamba wewe ni Mkristo, amri za Bwana zinapotajwa unapaswa kuzipenda na kuzikubali. Soma andiko msomaji wangu. Yeye asemaye, Yeye anayesema nimemjua Kristo wala azishiki amri zake, na amekataa kuzishika amri zake, yeye ni mwongo. ati ni nani? Ni mwongo, Ndio, wala kweli haimo ndani yake. wala kweli haimo ndani yake. Wapendwa wetu wasikilizaji, wewe unayedai kwamba ni Mkristo, inaposema ya kwamba usiibe, wewe haupasi kuwa pale. Unaposikia kwamba wewe ni Mkristo, unaposikia kwamba usizini, achana na wake za watu, wachana na wasichana wa watu, wacha watoto wa watu wasome, wewe ni Mkristo. Na especially msomaji wangu, Ndio. unapoangalia tabia hii inakuwa mbaya sana, hasa inapofika ya kwamba wewe ni Mkristo na ndiye unaongoza katika uzinifu. Hiyo ni mbaya sana, na hiyo ndio tu inapaswa kuongoza. Wakati wewe ni mtoto Mkristo, unapaswa kuheshimu wazazi wako, na hapo ndipo katika hizo amri inasema ya kwamba usiibe. Leo hii tukishika mtu ambaye ameiba, tuseme kama pikipiki, maana ndio hiyo dhambi inayoonekana kubwa sana, watu wengi sana husema kweli huyo mtu ameharibika. Lakini unajua ya kwamba huyo ambaye anayepiga mtu ambaye ni mwizi wa pikipiki, pia huyo yeye ni mwabudu aidha wa sanamu mahali fulani. Na wale watoto waangaliwe. Asante sana. Watoto wasicheze hapo kwa barabara. Na tulisema ya kwamba ni vizuri watoto waelewe ya kwamba hiyo barabara si salama. Si salama. Halo? Kwa hivyo ndiko ni mmoja angalia hapo kwa barabara na achunge hao watoto, barabara si salama. Si ni kweli wapendwa wetu wasikilizaji? Tunapoendelea shetani huwa anaweza akaharibu mkutano kwa sababu ya hiyo barabara. Kwa hivyo chunga barabara, mtoto usicheze kwa barabara, kaa ndani. Usikize neno. Tunataka usalama. Lori kama hiyo inaweza ikakosa break na inaleta vurugu. Shetani unajua yeye anapenda mambo ya giza sana. Asante wapendwa wetu. Tunaongea habari ya kitu kinaitwa sanamu, na ni ibada mbaya sana. Msomaji wangu, nataka tuweze kuangalia jambo hili kweli kama tunapaswa kuepukana na nikakwambia kwamba Babiloni ndio chanzo cha sanamu, zilianza kule Babiloni, na hapo ndipo Ukristo vile falme zilikuja zikipeana ufalme. Yani Babiloni ikapea Medo-Persia ikiingiza Wangiriki wakapea Warumi. Pia hawakutupa sanamu, maana zilikuwa zinafanya watengeneze pesa kwa wingi. Ni kama leo waambia mtu afunge kilabu, na hiyo kilabu inapea familia yake chakula. Sikiza, hiyo ndiyo ilikuwa ya kwamba sanamu zilikuwa zinawapea pesa nyingi, mpaka ikawa ni biashara ambayo inakubalika. Hata kama katika Wakristo tunaambiwa tuepuke, lakini unakuta ya kwamba kuna dini ambazo zilikuja zikachukua hizo tabia na zikawa zimeridi kwa sababu ya pesa wanazotengeneza. Leo hii nataka nikuhesabia wapendo wetu, dini ambayo inaweza ikaamua kuuza sanamu waziwazi, hata wasiitishe sadaka ingine, wao watakuwa matajiri. Halo? Kwa sababu kama tutakuwa na Wakristo bilioni 5 na kila Mkristo anunue sanamu ya shilingi 50 peke yake, tutakuwa na bilioni ngapi? Tutakuwa na bilioni zaidi ya ngapi? 50. Unaona sasa, hizo bilioni 50, unafikiria ukiwa mchungaji utakula siku ngapi? Siku nyingi. Ndio maana unaona ya kwamba hata tukihubiri hii dhambi hapa, watu wengi sana huwa wanaona ya kwamba kana kwamba muunga yao inamwagwa, na kwa sababu wameshikilia mafundisho haya
yanayoleta ibada ya sanamu. Na hapo ndipo Biblia ilisema waziwazi, msomaji wangu, Ndiyo. Kitabu cha Ufunuo 9 unaposoma mstari wa 20, kitabu cha Ufunuo 9 mstari wa 20, maandiko hakuna mahali itakubali ibada ya sanamu. Nataka nikuhakikishie 100%, na hakuna andiko unaweza ukasimama nalo ya kwamba uweze kuwa na sanamu hata kama ni ile ya Yesu. Sikiza hapo vizuri na unielewe, kwa sababu watu wengi sana wanadharalisha Yesu kwa kumweka kwa sanamu. Soma hiyo andiko msomaji wangu. Na wanadamu waliosalia wasiouawa ndio kwa mapigo hayo, ndio hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani, wasiwasujudie mashetani, ndio na sanamu za dhahabu, na za fedha, na za fedha, na za shaba, na za shaba, na za mawe, na za mawe, na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda. Hata kuenenda hawawezi. Hizo ndizo zinaitwa sanamu. Sikiza, Biblia inasema ya kwamba watu hata wahubiri namna gani bado wanashikilia fundisho. Unajua shida ya fundisho, msomaji wangu? Ndio. Kuna kitu nataka niweze kusema, kwa nini sanamu imekuwa ndio mbaya sana, dhambi ambayo kuhubiri aidha unaweza ukapigwa na mawe. Sema. Ni kwa sababu ni dhambi ya kurithi kutoka kwa baba zetu. Katika kitabu cha Maombolezo 5 mstari wa 7, dhambi ya kutoka kwa baba ni mbaya sana. Na ndio maana unaona ya kwamba baba akikwambia kitu unaweza ukakishika milele zote. Hiyo nitakufundisha katika Biblia, utashangaa sana. Soma andiko msomaji wangu. Maombolezo 5 mstari wa 7, dhambi hii ya sanamu, kwa nini ndio imekuwa dhambi mbaya sana na haiwezi ikaachwa na wanadamu wasipochunga? Ni kwa sababu inatokana, babu yako alikuwa katika hiyo ibada, akaletea mtoto wake mtoto wake akazaa, akakuta sanamu. Hiyo kuondoka kwa akili ni kama ni uchawi. Soma andiko msomaji wangu. Watufuatiao 5:7. Baba zetu twende walitenda dhambi hata hawako. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Ndio. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Na sisi tunayachukua maovu yao. Hebu sikiza hapo na unielewe, wapendwa wetu wasikilizaji. Baba zetu walitenda dhambi. By the way, dini ilikuja katika Waafrika. Sisi hatukuwa na Mungu wa kweli. Tulikuwa tunaabudu katika mlima Mount Kenya. Wengine walikuwa katika ibada zao, kwa Waluya walikuwa na ibada zao, kwa Wakikuyu walikuwa na miti kama migumo. Yaani sisi tulikuwa tunaabudu tusichokijua. Lakini Mungu kuna kitu alikuwa amefanya, msomaji wangu. Matendo ya Mitume 14:17. Mungu alikuwa amejua ya kwamba hatujui kweli, lakini akatuachia mambo mambo mawili matatu ambayo ilidhihirisha kwamba Mungu hajatuacha. 14:17 inasema namna gani, msomaji? Lakini hukujiacha pasipo ushuhuda. Yaani mataifa hayakuachwa pasipo ushuhuda. Kwa kuwa alitenda mema, akiwapeni mvua. Kwa kuwa Mungu alitenda mema, akatupa mvua kutoka mbinguni, na nyakati za mavuno, na hata nyakati za mavuno Mungu hatatunyima, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Anatusibisha mioyo yetu kwa chakula na furaha. Huyo ni Mungu wa mbinguni. Yaani wa mataifa, sisi sasa ambao tulikuwa tunaabudu masanamu, wengine walikuwa wanaabudu milima, wengine miti, wengine watu, Mungu hakutuacha na ushuhuda huu ya kwamba atatupa chakula, atatupa mvua na atatuangazia nuru yake, kwa sababu Mungu ni Mungu wa rehema. Lakini Biblia inasema hivi, unaposoma 17 mstari wa 30, Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30, anasema ya kwamba muda huo uliisha, tunapaswa kutubu hizo dhambi. Soma andiko msomaji wangu. 27 kwanza inasema ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa, wakamwone, ndio, ijapokuwa hawi mbali na kila mtu mmoja wetu. Twende 30 sasa, msomaji. Basi zamani zile
basi zamani zile za ujinga ndio Mungu alijifanya kama azioni. Mungu alijifanya kwamba kabisa hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Anaagiza watu wote hata Gatundia wa kila mahali watubu dhambi zao. Kwa nini? Kwa sababu ameweka siku moja atakayohukumu mataifa na aliyemweka. Msomaji wangu, naam, nataka muweze kunifanyia haki, yani hukumu ya haki ndio. Msije mkasema ni mimi ambao ninasema. Yani Biblia inasema wazi wazi ya kwamba ukweli mataifa yaliingia kanisani na tukawa na ibada zisizofaa. Niweze kuuliza wazi wazi, katika ibada tunapaswa kuwa na kitu kinaitwa ibada ya nyoka? Hakuna Ndio. Na niulize swali tu, nataka mnifanyie haki. Wale ambao mnaona skrini, hii nguo ya mhubiri ni nini hiki kiko hapa mbele? Mnifanyie haki tu. Ati? Nyoka. Asante sana. Hii ni nyoka na hii ni kichwa. Nyoka inafanya nini katika nguo ya mhubiri? Huyu ni pastor. Kwa nini awe na nyoka? Wacha tuangalie hata mgongo. Mimi mnifanyie haki. Kwa sababu watu wanasema ya kwamba mgeni anapohubiri ni kama anapiga makanisa yetu. Niulize swali, mbona nguo ya huyu haina hii kitu? Haina hii kitu. Unajua watu wanaona maua. Kama uko na shida ya kuona unaweza ukaona maua. Lakini kama wewe ni Mkristo unayeona kweli na hukumu ukweli, useme kweli, hii ni nyoka. Hiyo ni nyoka kabisa. Na uwezi ukaiona kama hujaonyeshwa. Hiyo ndio kitu ya ajabu sana. Wacha tuende pale mbele. Nataka tuweze kuandama hapo mbele, uweze kuangalia uone. Wacha amalize ibada hapo, twende hapo mbele. Kuna mahali mzee amepita huko akaenda huko. Angalia vizuri, uweze kufanyia hukumu ya haki mgeni anapohubiri, maana watu useme ya kwamba kanisa la SDA linapiga makanisa. Hiyo ni nini hapo iko hapo mbele? Huyu mzee anafanya nini? Anainama na ainami kwa Mungu wa mbinguni. Anainama mbele ya ibada ya sanamu. Kwani amuoni macho yetu yako na nini jameni? Si ni ibada ambao wanaangalia inaabudu Mungu mke. Mungu mke. Unajua huyu Mungu mke si wa Ukristo. Wapendwa wetu na usikiza na unielewe. Tofautisha Mariamu na Mariamu mwanamke huyu ambaye alikuwa anaabudiwa na Wababiloni. Msomaji wangu, naam, unajua historia ya huyu mke imekuja ikaingizanwa kana kwamba ni Mariamu, lakini 100% si Mariamu. Si Mariamu. Unikubali nikueleza ukweli. 44 mstari wa 19 kitabu cha Ezekieli. Sikia hiyo. Huyu si mwanamke Mariamu. Usikosee ukadhalalisha Mariamu na sanamu iliyokuwa inaabudiwa na Babiloni. Wababiloni walikuwa na mungu zao hiyo ambayo zilikuwa zinaabudiwa. 44:19 kitabu cha Ezekieli. Inasema na msomaji wangu. Ndio naelekea hapo. Asante. 44. Fungu la ngapi? La 19. 19. Ndio. Soma msomaji bwana. Nao watakapotaka kuingia uo wa nje. Uko wapi hapo? Pole. Si Ezekieli. Soma Yeremia 40 na ngapi? Na 4 mstari wa 19. Tunaangalia kwamba dhambi hii ya ibada ya sanamu imeingia kanisani kimya kimya, bila watu kujua, bila watu kuelewa. Na wanapokuja na kuambiwa hii ni dhambi, wanaingilia na kusema ya kwamba hawa pasta wanapiga makanisa zetu. Lakini nataka nikwambie waziwazi wapendwa, hii ni sanamu na Biblia itasimama kusema hii ni dhambi, hata kama watu wataipenda sana. Na nikwambie ni biashara ya wazungu wa Waafrika bila wewe kujua. Soma andiko msomaji. Inasema hivi. Ndio. Yeremia 44 aya 19. Ndio. Nasi tulipofukizia uvumba. Nasi tukafukizia uvumba Malkia wa mbinguni. Bwana uvumba. Unajua watu hawajui uvumba ni kusema nini. Angalia sasa, umetoka kuona nyoka. Sasa angalia uvumba. Nasi tukafukizia uvumba Malkia wa wapi? Wa mbinguni. Teremuka. Na kumiminia sandaka za kinywaji. Ndio. Je, tulimfanyizia mikate? Ndio. Hebu sikiza.
tukamfanyizia nini? Mikate. Nataka niwaulize swali wa Kristo wapendwa na muhukumu kwa haki. Niulize swali. Sakramenti ikipikwa ya square haiwezi ingia kwa mdomo? Inaingia? Ndio. Haya, asante. Nakubali. Na ikipikwa ya triangle? Lakini wacha nikwambie siri ambayo hujawahi jua. Leo enda uambie pasta wako atengeneze sakramenti ya square, atakufunguka za kanisa. Oko ingatoka nidha hodie fio wana sadaka yako dakao ya lege. Kwa sababu sikiza hapo. Hii ni kitu serious. Ni vile huna habari. Sikiza. Hii mikate ilikuwa inatengenezewa, yani wa Babiloni walikuwa na ibada ya Mungu njua. Walikuwa na ibada ya Mungu njua. Kando na miungu mingine ambayo ilikuwa inaabudiwa, miungu kama ya miti, walikuwa na Mungu njua, walikuwa wanaabudu. Na sasa hizo zililetwa pole pole, kimya kimya kanisani. Na Wakristo, ukweli sisi tuko 100%, ni Mungu wa mbinguni tunafanya nini? Tunaabudu. Lakini kabla haujajua huu ukweli, hauwezi ukaelewa kama uko katika shida. Na hapo ndipo waziwazi Biblia inaonyesha wazi ya kwamba jambo lingine mbaya sana ambalo linaendelea kufanyika hata katika kando na kuabudu hizo sanamu, ni jambo ambalo linadhihirika wazi ya kwamba kumudhalalisha Kristo. Njia moja nimalize mtumishi. Ndio. Anasema hili. Tulimfanyizia mikate ili kumwabudu. Tulimfanyizia mikate ili kumwabudu. Unaona sasa? Kwa hiyo ndio maana nikakwambia kwamba uwezi ukaondoa sakramenti kanisani na hiyo ni kanisa la kweli. Yaani na hiyo ni kanisa. Watu ni mpaka watengeneze hiyo sakramenti na tena hiyo ya round. Jambo lingine msomaji wangu. Watu wa mataifa walidharalisha Yesu kwa kwamba hawezi akaokoa. Kwa njia gani? Ya kutengeneza sanamu ya mwanamke ambaye alikuwa ni malkia wa mbinguni awe mkubwa, lakini Yesu kawe kadogo tena katoto. Yana ndio maana unaona ya kwamba maombi kawa ya kwamba Yesu ambaye ni mwombezi wako. Msomaji wangu, tuende katika kitabu cha Waibrania 9:11. Yesu Kristo alipotoka duniani akapaa mbinguni, Peter alimuona akiwa katika mkono wa kuume wa Mungu. Kazi yake ilikuwa ni gani? 11 inasema na msomaji wangu. Lakini Kristo akisha kuja, Kristo alipokuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo. Kristo aliyekuwa ni mkuu wa mambo mazuri yatakayokuwapo. Kwa hema iliyokubwa, kwa hema iliyokubwa na iliyokamili zaidi, na iliyokkamili isiyofanyika kwa mikono ya wanadamu. Teremka na andiko msomaji Bwana. Maana yake ndio isivyo ya ulimwengu. Isiyo ya ulimwengu. Msomaji Bwana. Siuendelee. Wala si kwa damu ya mbuzi wala ndama. Ndio. Bali kwa damu yake mwenyewe. Bali kwa damu yake Kristo mwenyewe. Aliingia mara moja tu. Akaingia mara moja tu katika patakatifu. Asante. Yesu Kristo alipokufa hapa duniani, alipanda mbinguni na damu yake yeye mwenyewe pale katika kiti cha enzi. Na ndiyo maana Paulo anapoandikia Timotheo wa kwanza 2 na mstari wa 5, Kristo ndiye mwombezi, bali sio mtu mwingine. Unajua wamekuja wakaondoa Kristo katika sehemu ya kuombea wanadamu, wakaweka mwanamke. Na for your information, mbinguni hakuna mwanamke. Sikiza hapo. Tutasoma Biblia utashangaa. Soma andiko msomaji wangu. Kwa sababu ndio Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mpatanishi kati ya wanadamu na Mungu ni mmoja, naye ndio mwanadamu Yesu Kristo. Mwanadamu Yesu Kristo. Warumi 8:34. Sikiza hiyo. Warumi 8:34. Wapendwa wetu, kudhalalisha Yesu ililetwa na wapagani, wakatengeneza Yesu akiwa mtoto kama ameshikwa katika sanamu, kwa maanisha ya kwamba hawezi akakuombea, hawezi akafanya lolote, tena si mkombozi. Na hizi picha utaziona hata katika Ukristo wa leo. Na wataka nikuambia wa kwamba huyu mama anayeshika Mariamu hakuwa na mwenge. Mwenge tutakapoingia katika kitabu cha Ufunuo utaona ya kwamba sheria moja
ya ibada ya Illuminati inaonyeshwa na mwenge. Mahali utaona mwanamke ameshika mwenge hivi, uko mbele, ukienda uko mbele, ibada ya Illuminati huko ndiko inafanyika. Kama huna habari, usikose tutakapoingia katika kitabu cha Ufunuo, kitafunua hiyo mambo yote. Soma andiko msomaji wangu. Kitabu cha Warumi 8:34 inasema hivi. Soma. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam. Zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Ati ako wapi? Ako mkono wa kuume wa Mungu. Ayuko kwa msalaba? Ako mkono wa kuume wa Mungu. Na ndio maana unaangalia wapendo wetu, msalaba si msalaba kana haina njua. Sikiza hapo. Msalaba si msalaba kama haina nini? Jua. Haina njua. Na ndio maana Kristo, Paulo akaandika katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18 anasema msalaba wa Kristo. Kwa nini alisema msalaba wa Kristo? Kwa sababu msalaba wa Kristo hauna Yesu. Hauna Yesu. Hauna Yesu. Sikiza hapo na unielewe. Msalaba wa Kristo hauna nani? Hauna Yesu. Kwa sababu gani? Jamaa wa Arimathea alienda akachukua msalaba wa nani? Akachukua mwili wa Yesu, akaacha msalaba pale. Akaenda akazika Yesu katika kaburi, hata kaburi alikuwa lake. Na kutoka pale Biblia inasema wazi ya kwamba akafufuka siku ya tatu. Yesu alipofufuka baada ya siku 10 akapaa mbinguni, akaenda katika hekalu la Mungu lililoko mbinguni, anatuombea. Na kutoka pale ibada hiyo ya Yesu ambayo ni ya kutuombea iliondolewa kimya kimya na wapagani, ikaletwa ya kwamba Mariamu ndiye anayetuombea. Ibada hiyo ya Mariamu ni kimya kimya, na nitakuja kukuonyesha kwamba ni Qur'ani inasema hiyo maneno, sio Biblia. Wewe kama ni Mkristo, epuka ibada zingine, maana hazitokani na Biblia 100%. Iko katika Qur'an. Kesho nitakusomea uweze kuona. Na ndio maana nikasema ya kwamba msalaba huu haukuwa ni wa Wakristo, ulikuwa msalaba wa Sun God ambayo ilikuwa inaabudiwa. Ezekieli 8:16. Hiyo Mkristo aweze akasomewa kanisani, lakini hiko katika maandiko. Ezekieli ni 8:16. Soma andiko msomaji wangu. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Natazama mlangoni pa hekalu la Bwana. Mlangoni pa hekalu la nani? Ya Bwana. Kati ya ukumbi wa madhabahu. Kati ya ukumbi na madhabahu. Kati ya ukumbi na madhabahu. Teremuka. Walikuwako watu kama 25. Ndio. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Ndio. Na nyuso zao zikielekea upande wa mashariki. Ndio. Nao. Ndio. Waliabudu jua. Nao wanaliabudu jua. Wapendwa wasikilizaji, sikiza hapo na uelewe vizuri. Ibada ya kweli iliondolewa, ikaletwa ibada ya sun worship. Kumbuka kuna sun God ambaye ni sun mwana, na kuna sun jua ambao tofauti ni SUN. Hiyo ndiyo tofauti. Sun mwana wa Mungu, sun jua. Shetani mambo yake hayaendangi kando sana. Mungu akasema mtakapokula matunda ya mti wa uzima hakika mtakufa. Shetani akasema hakika hamtakufa. Yaani ibada ya Mungu inabadilishwa kidogo sana bila watu kujua, na wanakuwa katika hatari. Ndio maana unaona makanisa inapojengwa permanent ni mpaka waweke one eye ambao ni ibada ya Illuminati. Hiyo ni jicho moja, na ukiangalia hilo ni jicho. Yaani utakapoingia katika kitabu cha Ufunuo ndio utaweza kuelewa na mambo hayo. Na hapo ndipo Biblia inasema wazi ya kwamba mambo ya ibada ya jua. Watu wengi sana wanasema ya kwamba hati huyu ni Mariamu na ameshika katoto Yesu na ako na utukufu. Huo si utukufu, angalia vizuri. Hiyo ni ibada ya nini? Ya jua. Ibada ya jua ambao kimya kimya iliweza kuingia katika ibada zetu. Maria original hana kitu ya raundi 100%. Hana kitu kama hii. Upende usipende, hiyo ndio ukweli. Maria wa kweli haabudiwe kama hivi. Angalia watoto wanafundishwa huyu ni Mungu. Wanaabudu hii. Kesho nitakuletea catechism usikize vile kanasema.
ili uweze kuelewa kwamba kuna watu wanasema ya kwamba hakika hakuna ibada ya mwanamke duniani. Iko na ilianza kitambo sana. Angalia uone, hiyo sio utukufu, hiyo ni ibada ya jua na mama huyu. Na tunaona pale ya kwamba hakika huyu mama ako clear kabisa, hana dhambi yoyote, kwa sababu amefundishwa namna gani? Amefundishwa namna hiyo. Lakini wapendo wetu, kwani tusiambie watu ukweli? Wagalatia 4:16, sikiza. Biblia inasema ya kwamba fundisha mtu ukweli, maana huo ukweli utakuweka huru utoke katika ibada ambazo Mungu anakataa. Soma andiko hilo msomaji wangu. 4:16 inasema namna gani? Haraka haraka msomaji. Kitabu cha Wagalatia 4:16. Je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli? Je, nimekuwa adui zenu? Kwani nimekuwa adui za makanisa zenu kwa sababu nawaambia ukweli? Mimi naamini ya kwamba hapana. Hata inapaswa kesho ualike watoto wako, alika wasichana wako, alika vijana wako, waje wajue mahali ambapo Mungu anaingiliwa kimya kimya. Amri ya pili, na ndio maana wapendo wetu naambianga watu wazi, ukipata amri ya pili katika kanisa la Kirumi, yani ukuta kwamba amri ya pili ambayo tuliona katika maandiko matakatifu inasema usivisujudie wala kuvitumikia, yani ukute katika katekisimu ya kanisa la Kirumi ukute amri ya pili. Amri gani? Amri hii. Kesho ukute amri kama katika katekisimu ya kanisa la Kirumi ukute kuna amri ya pili ambayo inaonya watu habari ya sanamu. Mimi na kuahidi kesho zile pesa ambazo ninaweza nikapata ni 13,000. Na kama unataka kudhibitisha, chukua simu yangu uangalie. Nitakuwekea mbele za wanadamu hapa na mbele ya serikali yote ikisikiza. Ukipata amri ya pili katika kanisa la Kirumi, ukipata hii amri nitakuwekea. Jambo lingine, ukipata ya kwamba amri ya 10 haijagawanywa mara 2, useme ni uongo tunahubiri. Ni uongo tunahubiri. Na kama nitadinda kukuwekea 13,000 na ahidi mbele za Mungu, mbele zenu, nitakunywa dawa ya kuniua mbele zenu. Ulete tingatinga nikunywe. Ukikuta amri ya ngapi? Ya pili katika katekizimu ya kanisa la Kirumi, ukute amri ya pili iko pale, na kuahidi mbele za Mungu nitakunywa sumu mbele ya hao watu. Na nikikataa kunywa munipige mawe. Ukikuta amri ya ngapi? Ya pili. Kwa nini wakaondoa? Kwa sababu Rumi ilipewa masharti katika kuenenda kwao, ili wazungu wauze sanamu katika Waafrika na katika nchi zingine, ni mpaka waweze kuondoa hiyo amri, ili zinapofundishwa mtu asije akapatana na hiyo amri inayomwambia usiabudu nini? Sanamu. Mkitaka kunifanyia haki, chukua simu yako, nunua bundles za $5, usearch amri za kanisa la Kirumi, utaona watakupatia gani. Kisha uangalie Biblia Kutoka 20, uangalie amri za Mungu. Alafu uangalie hizo amri ambazo utapewa na internet. Na ukiwa na mashaka, undownload katekisimu. Undownload katekisimu. PDF iko hapo ndani. Uangalie amri mahali ambapo ziko. Waliondoa amri ya ngapi? Ya pili, kwa sababu ya makubaliano na wapagani waweze kuuzia watu sanamu. Wapendwa wetu wasikilizaji, je, utaelewa jambo hili kwa njia gani? Watu wengi sana huwa wanaelewa kana kwamba kanisa la SDA linapiga makanisa, lakini hapana. Nataka uweze kudhibitisha hilo jambo, maana tukienda kwa catechist saa hii tumuulize kweli kama Catholic walitupa amri ya pili, watatuambia ni kweli. Hiyo amri haiko. Mimi kwetu, by the way, first born wangu amezaliwa sister, na si ruhusa kwangu kumtaja sababu ya usalama wangu. Mtoto wangu nilimzaa sister. Yaani kwetu tumezaliwa huko ndani. Sikiza na